lakini pia natambua kwa nafasi ya kipekee tunaye mgombea wetu wa udiwani wa kata hii ya Mateves. Karibu sana. Lakini pia natambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa serikali ambao wamefika hapa. Tunaye afisa mtendaji wa kata hii husika. Lakini pia nilijulishwa uwepo wa mtendaji wa kata Rafiki ambaye pia ana mzazi. Niliambiwa anaitwa Goodluck Chilia. Karibu sana. Ndugu zangu wazazi, walezi na viongozi wote mliopo mahali hapa, ninaomba nitumie fursa hii kuwatambua wote kwa umuhimu wenu. Najua orodha ni kubwa na tupo nje ya muda. Kwa nafasi ya kipekee sana natambua uwepo wa wakurugenzi wote na wakurugenzi wenza wa shule hii. Asanteni sana. Ndugu zangu wazazi, walezi na kwa nafasi ya kipekee wanafunzi wote ambao leo hii mmetufanya tuweze kusanyika mahali hapa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbele yenu mimi ninaitwa Dominic Njunwa kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya ya Arumeru. Katika mahafali haya ya pili ya darasa la 7 ya shule hii, mwaliko rasmi ambao alipokea Mheshimiwa Ahmed Mwinyi ambaye ndiye mkuu wetu wa wilaya ya Arumeru, alitakiwa leo awe mahali hapa. Lakini kutoka sababu mbalimbali za kikazi, tunatarajia tarehe 1 Mheshimiwa Rais na mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi anaingia mkoa wa Arusha, na wilaya ya kwanza ambayo anaanza nayo ni wilaya ya Arumeru. Na kwa bahati mbaya sana, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ni mgeni katika wilaya. Kwa hiyo yupo na maandalizi mbalimbali, akikutana na watu mbalimbali kwa ajili ya kumpokea Mheshimiwa Rais. Kwa niaba yake ninaomba niseme machache kutokana na yale ambayo amenielekeza kuja kuzungumza, hasa na watoto ambao leo umemaliza darasa la 7. Lakini kwa nafasi ya kipekee, shukrani nyingi kwa wazazi ambao umewezesha watoto hawa, lakini anatambua wapo wanafunzi wengine kwa maana darasa la 6 hadi wale ambao sasa wanajiandaa kwa mwakani kuanza standard 1. Si ndio? Hao wote Mheshimiwa DC anawatambua. Ndugu zangu wazazi, walezi, kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine kwa hatua hii muhimu ambayo mmeweza kuifikia kwa watoto wetu wa darasa la 7. Nimejulishwa wanafunzi hawa wapo 44. Kupitia wanafunzi hawa tumeona mambo mengi ambayo walimu wetu wameweza kuwafundisha. Nimefarijika sana kuona maonesho na presentation mbalimbali ambazo wanafunzi hawa wamefanya. Nitaongea kwa uchache na kutoa ufafanuzi kwa baadhi ya mambo kadri ambavyo wanafunzi hawa wamefanya, ambayo sisi wazazi, walezi, lakini pia walimu tunaamini kwamba mmewatendewa yaliyo mema wanafunzi hawa na kuweza kufikia hatua hii muhimu. Tumeshuhudia wanafunzi wa pre and primary ambao wamefika hapa mbele, wamefanya presentation nzuri sana ya sounds. Kuna mwanafunzi mmoja alikuwa ameshika apple. Yeye anasema A for apple. Mwingine tukamuona anasema bull for bull. Kwa kweli tumefurahi sana. Hongereni sana walimu kwa kazi kubwa mlioifanya. Hali kadhalika tumeona uwasilishaji mzuri wa wanafunzi wengine wa darasa la kwanza, grade 1, grade 2, pamoja na wale ambao wamefanya presentation nzuri sana ya TV ambayo inaakisi shauku alionayo kwa siku za usoni. Mafundisho haya ambayo wanayapata shuleni ni mafundisho sahihi kwa ajili ya kuandaa kuja kuwa Watanzania wema ambao watalitumikia taifa lao. Ndugu zangu wazazi, ndugu zangu walezi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya pia ameniomba na amenitaka nisisitize mambo machache kwenu, hasa kwa wale ambao leo wanafunzi wanamaliza darasa la 7. Jambo la kwanza ambalo Mheshimiwa DC ameniomba ni waombe wazazi tusichoke kuwalea watoto wetu katika maadili yaliyo mema na mazuri. Kupitia wanafunzi hawa wote, yawezekana darasa la kwanza, la pili, la 3, hata hawa ambao wanamaliza darasa la 7,
Walimu wanaweza wakatambua tabia za wazazi kwa kuangalia wanafunzi hawa. Kwa hiyo cha kwanza amewaomba wazazi tuendelee kuwalea watoto wetu katika maadili yaliyo mema. Kipindi naongea naye jana usiku ananipa maelekezo haya, aliniambia maneno yafuatayo: hadi sasa shule hii haina dosari yoyote ambayo imefika mezani kwangu. Nenda akawaambie wazazi wamefanya kazi iliyo nzuri kuwapeleka watoto wao katika shule hii. Kwa hiyo ndugu zangu wazazi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya analitambua hilo na amefanya jambo lililo jema. Jambo la pili, ametusihi sana hasa watoto ambao mmemaliza darasa la 7. Anatambua tayari mmekwisha hitimisha mitihani yenu ambayo umeifanya kwa siku 2. Na kwa bahati nzuri yeye ndiye mwenyekiti wa kamati ya mitihani kwa ngazi ya wilaya. Amesisitiza mkiwa katika siku za mapumziko haya ya kusubiri matokeo yenu ya darasa la 7, muwasaidie wazazi kazi za nyumbani. Muishi vizuri na wazazi wenu, kwa sababu kwa sasa hivi wazazi wenu wanapambana kuwaandaa kwa ajili ya kwenda kujiunga na kidato cha kwanza. Si ndio watoto wazuri? Mheshimiwa DC anatambua pia na amenieleza waeleze wazazi wawe na uhuru wa kupeleka watoto wao shule yoyote ambayo wao wanaona inafaa ndani ya mazingira yetu ya Arumeru au nje ya mazingira yetu ya Arumeru, kwa sababu wanafahamu elimu ni ufunguo wa maisha na tuwekeze sasa kwa maendeleo ya taifa letu. Jambo la tatu ambalo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameniambia jana, ameomba uongozi wa shule hii uendelee kutoa elimu iliyo bora. Ameniambia haya kutokana na changamoto mbalimbali ambazo wanazipokea za shule nyingi za msingi ndani ya wilaya, hasa katika swala la usafirishaji wa watoto kwa upande wa madereva na wafanyakazi wengine wote wasio walimu. Lakini kwa shule hii hajapata changamoto hizo. Inaonesha ni jinsi gani ambavyo mmewekeza kwa rasilimali watu ambao wanashirikiana na watoto hawa. Vijana ambao mnawaajiri, watumishi ambao mnawaajiri, wao ndio wanatoka na watoto nyumbani na kuwafikisha shuleni, na kuwatoa shuleni na kuwapeleka nyumbani. Aliniambia hili kwa uchungu mkubwa, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo waliopewa kazi hiyo hawaifanyi kwa upendo kwa watoto wetu. Lakini kwa shule hii mnafanya kazi iliyo nzuri na hongereni sana. Ndugu zangu wazazi, walezi, kuna baadhi ya mambo muhimu ambayo uongozi wa shule umeweza kuyatoa moja kwa moja kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Baadhi ya mambo hayo ninaomba niyarejee kwa haraka. Jambo la kwanza ni changamoto ya barabara ambayo inakuja hapa shuleni. Jambo la pili ni ukosefu wa maji ya uhakika hapa shuleni. Lakini jambo la tatu ni swala la nishati safi, na tunafahamu champion wetu wa masuala ya nishati safi ni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amesisitiza palipo na taasisi yoyote ile ya umma au binafsi kuna kusanyiko la watu zaidi ya 100, basi ni vizuri sehemu hiyo watumie nishati safi. Na tayari baadhi ya maeneo, baadhi ya shule zetu wameanza kufanya hilo. Jambo la 4, mmemwomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Arumeru awe mlezi wa shule hii. Ndugu zangu viongozi wa shule yetu hii ya Bethan, ninaomba niyapokee yote haya na nitakwenda kuyafikisha kwa Mkuu wa Wilaya. Lakini baadhi ya mambo ninatambua. Swala la maji, nilikuwa ninaongea na manager wa shule. Ameniambia maji mnaotumia hapa ni maji ambayo yanakwenda katika kikosi chetu cha jeshi TMA Monduli. Aina ya pili ya maji mnaotumia hapa ni maji kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha, yaani AUSA. Lakini ya ambayo mna tenki, hayo maji ambayo yanakuja mna tenki, hasa hayo ya TMA ambayo yanatoka mara moja kwa wiki, mnahifadhi kwa ajili ya matumizi. Kama nimelichukua sitaki nilijibie hapa moja kwa moja, hilo ni la kwake binafsi la kukubali kuwa mlezi wa shule hii.
nitamfikishia kama jinsi ilivyo. Lakini mwisho, napenda kutumia fursa hii tena kwa mara nyingine kuwapongeza sana wanafunzi wetu wa darasa la 7. Sherehe hii ya leo kwetu sisi tunawasherekea ninyi kwa mafanikio yenu ya miaka 7 kuanzia mwaka 2019. Si ndio Mlianza darasa la kwanza. Leo hii mnamaliza darasa la 7. Naamini matokeo yanayokuja mnakwenda kufanya vizuri kama jinsi walimu walivyotueleza. Na mtakapokwenda kuanza kidato cha kwanza, msiwaangushe wazazi. Sawa Kwa sababu wote mtafaulu darasa la 7. Mtakapokwenda kidato cha kwanza, kidato cha pili kuna mtihani wa utahini mtafanya. Kidato cha 4 msiwaangushe wazazi. Wazazi wanajitahidi kukutafutia ada na kukuwezesha kwenda kusoma. Sawa Msome kwa bidii. Hapa nimesikia mmewasilisha ndoto za kila mmoja. Kuna darasa moja limekuja hapa wakawa na kuwasilisha kuhusu masuala ya ndoto ambazo wanazo kwa siku zijazo. Na ninyi nyote ambao mpo darasa la 7 mna ndoto zenu, si ndio Wengine wanataka kuja kuwa mainjinia, wengine wanasheria. Ili uje kuwa mwanasheria au injinia, baba, mama na mzazi wanakusaidia kukupeleka shule iliyo nzuri, na wewe usiwaangushe uweze kusoma vizuri. Baada ya machache na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mgeni rasmi. Tunakushukuru sana kwa hotuba nzuri. Hotuba nzuri kabisa ambayo kwa kweli kila mmoja amefurahia, ikijibu risala mbalimbali ambazo zimetolewa hapa, lakini pia ukitoa maelekezo kwa shule hii na yale ya kuchukua umeachukua pia. Tunakushukuru sana ndugu mgeni rasmi kwa niaba ya mkuu wetu wa wilaya ya Arumeru. Mungu akubariki sana. Asante sana, tunakushukuru mgeni rasmi.